إن الحمد لله نحمده تعالى ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الغر الميامين. أما بعد، فيا حماة الإسلام وحراس العقيدة، يقول الله تبارك وتعالى في محكم كتابه العزيز: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم اجعلنا من الفائزين فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم إنا نعوذ بك من أن نكون من أصحاب النار. Baada ya kumshukuru Allah azza wa jal na kumtakia rehema na amani mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, qad tunkiru al-ayn daw ash-shamsi min ramadin wa tunkiru al-fama ta'ama al-ma'a min saqamin. Macho yanaweza yakakataa kutazama mwangaza wa jua. Haina maana kama mwangaza wa jua hauna maana katika maisha yako. Mwangaza wa jua ni muhimu sana. Zile ash'atu shamsi, ile miale ya jua ni muhimu sana, lakini anayeumwa macho hawezi kuitazama jua, ni kwa sababu macho yako yana matatizo. Yakitibiwa macho, mwangaza wa jua utauona vizuri. Watunkiru al-fama ta'ama al-ma'a min saqamin. Na mara nyingine inatokea mdomo unakataa kunywa maji, taki kabisa maji, sio kwa sababu maji hayana kazi mwilini. Waja'alna min al-ma'i kulla shay'in hayy, kutokana na maji kila kitu kimekuwa hai. Sasa ikifika wakati maji ya kunywa unaona shida, maana yake wewe unaumwa, inabidi utibiwe. Ndugu zangu katika imani, afya ya macho ni muhimu, na afya ya kuipata testi ya maji ni muhimu sana. Afya kubwa kuliko yote ni afya ya wewe kupata testi ya dini, yaani unapata ladha ya dini ya Kiislamu. Macho yako yanaona raha kuona ayat wa makhluqati Allah,
aya na ishara mbalimbali za uwepo wa Allah subhanahu wa ta'ala. Macho yako yanatakiwa yafurahi, mdomo wako inatakiwa ufurahi kwa kusoma ayatullahi, aya za Allah na hadithi nabii sallallahu alaihi wasallam. Hiyo ndo testi nzuri kuliko testi zote. Testi ya chumvi, testi ya sukari, testi ya pilipili, hizi ni testi ndogo sana, lakini testi na ladha ya dini, hilo ndo jambo la msingi katika mambo makubwa ambayo inatakiwa tuyaelewe. Ndugu zangu katika imani, kwa testi hiyo hiyo ya dini, ladha ya dini, ndani ya dini pana misukosuko, ndani ya maisha pana shida, ndani ya maisha pana tabu, ndani ya maisha pana kuharibikiwa. Allah subhanahu wa ta'ala akaeleza na akatoa solution kwamba ukiharibikiwa nini ufanye. Ndugu zangu, hutuba yangu ya leo ina kichwa cha habari kwamba misukosuko na tabu kwenye maisha ni sehemu ya maisha. Misukosuko na tabu na dhiki kwenye maisha ni sehemu ya maisha na wala sio sehemu ya adhabu. Mara nyingine Allah analeta mambo ukayaona wewe katika maisha yako, hii sasa imeshakuwa too much, kumbe kwako wewe ndio kheri. Kwa hiyo midhali tupo katika hii dunia. Hii dunia huwezi ukapita salama, yani ukawa smooth kila siku, ukawa na afya bila kuugua. Ikawa na smooth kila siku, ukawa wewe ni mzima kwamba hutofiwa au kufa. Haiwezekani ukawa smooth kila siku wewe una fedha tu, kuna siku utakuwa huna. Ukawa smooth wewe kila siku utakuwa na watoto, kuna siku utakuwa huna. Hii ndio dunia jinsi ilivyo. Kwa hiyo dunia ni sehemu ya misukosuko, na misukosuko ni sehemu ya maisha, na maisha haya ukitoboa kwa kusubiri ni sehemu nzuri ya kwenda kupata malipo mazuri mbele ya Allah azza wa jalla. Ndugu zangu katika imani, katika hili Allah subhanahu wa ta'ala ameeleza katika Qur'ani tukufu, akasema wala nabluwannakum bishay'in min al-khawfi wal-ju' wa naqsin min al-amwal wal-anfusi wath-thamarat wa bashiris sabirin alladhina idha asabatuhum musiba qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ulaika alayhim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Allah anamalizia hivyo kwenye Qur'ani. Lipi lililobaki halijaelezwa katika Qur'ani? Wa'lamu anna hadhihi dunya daru ibtila'in, na mtambue enyi waja wa Allah, hii dunia ni nyumba iliyojaa mitihani, wa ikhtibarin, na testi mbalimbali, walaysat daru raha, na hii dunia sio nyumba ya raha moja kwa moja, wastiqrarin, na hii dunia sio sehemu pa kuweka makazi ya hivyo ya kudumu, ni sehemu just unapita. Kwa hiyo wekeza kwa kiasi, lakini elewa kwamba mbele unapita. Sasa Allah aliposema atatujaribu, na kwa hakika tunajaribiwa mmoja mmoja, jamaatin wa furada, kwa makundi na vile vile kwa mtu mmoja mmoja. Allah anasema nitakupeni majaribu. Sasa waman asdaqu min Allahi qila, ni nani tena katika hii dunia maneno yake yakisemwa yanakuwa na ukweli kwa 1,000,000 zaidi ya Allah subhanahu wa ta'ala? Allah anasema tutakujaribuni kwa mambo madogo madogo. Ameyaita madogo kabisa. Minal khawf, jambo la kwanza hofu. Nitakujaribuni kunako hofu. Hofu ni uoga, uoga wa kuogopa adui, uoga wa kuogopa vita, uoga wa kuogopa njaa, uoga wa kuogopa maradhi. Nitakujaribuni, hamtopita salama. Minal khawf, uoga.
Ikiwa wewe unaogopa njaa kwa sasa hivi, kuna mwenzako hivi ninavyosema yuko Gaza pale, hajaweza kukaa msikitini kama ulivyokaa wewe kwa sababu anaogopa. Je, wewe umeshafika level ya kuogopa? Ikiwa wewe unaogopa maradhi, basi uoga wako, kuna watu wako hospitali wanafanyiwa amaliyati aljirah alamalia, wanafanyiwa operation ya kukata mguu, huyu anakata mkono, huyu anakata sikio, huyu anaungua pua, huyu kichwa kimebanduka, anarekebishwa. Wewe umeshafikia kwenye uoga huo? Pamoja na matatizo hayo ya uoga kutokana na adui, mtu anaogopa saa ngapi itashuka bomu hapa tusambaratike. Saa zote anaishi kama sala, yuko porini anavyomuogopa simba asimvamie. Alkhawf yako imefika level hiyo? Allah anasema nitakujaribuni kwa mitihani midogo midogo ya hofu. Ya kwanza hiyo. Mtihani mwingine Allah akasema baada ya hofu, waljuu, nitakupeni mtihani wa njaa, upungufu wa chakula, upungufu wa mazao, upungufu wa kipato. Aljuu, njaa. Mtu atatafuta ugali toka jua linachomoza mpaka linazama, hajatia kitu mdomoni. Aljuu. Njaa inafanya mwili wa mtu kuwa weak, unadhoofika. Ukidhoofika anaweza akakosa maamuzi sawa sawa. Kwa hiyo Allah anasema nitafanya miili yenu kuwa weak kwa njaa. Wa naqsim min al-amwal. Jambo la tatu, nitakupeni mtihani wa kukupunguzieni mali. Biashara hazitokwenda, utauza hupati faida, utalima huvuni, utachimba hupati unachokichimba, na ulicho nacho kinashuka. Naqsim min al-amwal. Nitakupeni mtihani mdogo mdogo wa kukupunguzieni na reduce kwenye mali yenu, ili uweze kubaki katika mstari uliokuwa sahihi. Ukipewa mali tu zinaongezeka zinaongezeka zinaongezeka, mwisho wa siku utapata mtihani aliokumbana nao Qarun. Allah akasema inna Qaruna kana min qaumi Musa fabagha alaihim wa atainahu min alkunuz ma inna mafatihahu latanu bilusbati ulil quwwa. Ilifika sehemu Qarun anasema hivi, nitakuja kufilisika kweli mimi? Alafu nyinyi raia mnaosema sema eti kuna umaskini. Maskini ndio kitu gani? Alafu nyinyi mnasema sema eti kuna njaa. Njaa ni kitu gani? Qarun alifika level ya juu akakufuru kwa sababu kila kitu kilikuwa kinakwenda smooth, mpaka akawa godauni zake funguo zinabebwa na watu wenye nguvu kwenda kufungua godauni zake za mali. Walimwendea watu wakamwambia toa zaka na sadaka, akasema naomba mniondokee hapa, inama utituhu ala ilmin indi, mali hii nimeipata kwa juhudi yangu wala sio Allah amenipa. Alifika level hiyo Qarun. Kwa hiyo Allah anatupa misukosuko ya kupunguziwa ili turudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala sawa sawa. Lakini sio hilo tu. Mtihani wa nne, wal anfusi. Allah anasema nitakujaribuni
kuondokewa na wapendwa wenu wa karibu mno. Huo ni mtihani, hayo ni majaribu. Unaondokewa na mke wako kipenzi, mwanamke anaondokewa na mume wake, baba anaondokewa na mtoto wake, mama na baba wanaondokewa na baba yao, wewe umeondokewa na babu yako, umeondokewa na kipenzi chako. Allah anakuangalia, utatetereka vipi au utasimama sawa sawa? Tutakujaribuni kuondokewa na wapenzi wenu. Na wallah, kuna watu wameondokewa na wapenzi wao, na wale wapenzi wao walivyoondoka, ile image bado haijaondoka kichwani, ipo bado. Kila akifumba macho anamuona yule aliondoka, jinsi alivyokuwa karibu naye. Allah amekupa mtihani huo. Lakini jambo la tatu, utatahiniwa wathamarat, na utatahiniwa katika mazao, kipato, uchumi. Haya yote yametajwa katika suratul Baqara. Ndugu zangu katika imani, aya hii niliyoitaja iliyoko katika suratul Baqara, aya al-azima tubayinu sunnata Allah, ni aya tukufu sana. Inabainisha utaratibu wa Allah fi ibadihi, kwa waja wake. Anna alhayata, ya kwamba maisha haya tulionayo, la takhlu min alibtilai, hayaepukani kabisa na mitihani, lazima ikukute. Khaufun, woga, yaqlaqul qalbu, unasugua moyo wako mpaka unapata mashaka. Ju'un, njaa, yurhiqul abdan, unaporomoa mwili wako, unaisha. Naqsun fil amwal, mali inapungua. Faqdun fil anfusi, nafsi zinaondoka. Qillatun fi thamarat, matunda yanakuwa machache. Lakini kwenye mitihani hiyo mitano Allah ametoa solution, akasema hal tarakna Allahu bila tawjihin. Je, Allah ametuacha tupate mtihani pasi na kutupatia mwongozo, kutupatia njia, kutupatia ufumbuzi? Kalla, hapana, wallahi hapana. Bali Allah akasema wabashiri sabirin, wape bishara njema wale watakaosubiri, waliokutwa na mitihani hii, wape bishara njema. Na ukiambiwa bishara njema, maana yake wewe umepata certificate na umeshakuwa proved kwenda peponi moja kwa moja, kwa kuwa na subira kwenye mitihani hii ambayo imekukuta. Ndugu zangu katika imani, kwa kuwa hakuna ambaye ana guarantee ya kuishi bila mitihani, na mitihani ni sehemu ya maisha yetu. Tukipata mitihani tusubiri. Kusubiri ndio solution na ndio dawa ya matatizo yetu. Falmu'minu alhaqiqiyun, muumini wa kweli ambaye ni wewe uliokaa unanisikiliza, wallahi anta mu'minun haqiqiyun, wewe ni muumini wa kweli. Kwa kuwa ni muumini wa kweli, huwa man, ni yule ambaye yasbiru inda albala, yakimpata matatizo, misukosuko na balaa, silaha yake kubwa ni subira. Mara nyingine unafukuzwa kazini, unasema way forward, wapi niende? Fasabrun jamil, subiri, neema iko mbele yako, cha msingi ni subira tu. Muumini wa kweli akikutwa na misukosuko na mabalaa, yurdi biqada'illah, anaridhika na yale aliyoyapanga Allah kwake. Sio mlalamishi, wala sio wa kunungunika, wala sio mtu ambaye sasa inaonekana kama sasa, yani jambo hili limenikuta mimi tu, kwa nini simkute na fulani?
Muumini wa kweli jambo lolote linalomkuta yurdhi Allah, anamridhia Allah, anaridhika biqadha'i Allah, kwamba hivi ndivyo alivyopanga Allah liwe. Inama amruhu idha arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun. Lakini muumini wa kweli sifa yake, akipata matatizo, misukosuko, anasema wayuqinu, anakuwa na yaqini, anna waraa kulla mihnatin minha, kila nyuma ya tatizo kuna mafanikio. Na Allah akasema inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, hakika kwenye uzito pana uwepesi. Na Allah akasema tena hakika penye uzito mbele pana uwepesi. Ni zito lipi ayuha al-ahiba ulonalo? Lolote ulonalo katika zito, ikiwa unauguliwa, mbele pana ufumbuzi, uwepesi upo. Ikiwa umefiwa, mbele pana uwepesi upo. Ikiwa umeharibikiwa na biashara, mbele pana nafasi, unayo position nzuri. Alaika bisabr, juu yako kusubiri. Na Allah anasema am hasibtum an tadkhulul janna walamma ya'lamillah alladhina jahadu minkum walladhina jahadu minkum, wale ambao wamefanya juhudi ya kweli katika dini, wa ya'lama as-sabirin, na akajua wale wenye subira. Ndugu yangu katika imani, Allah anasema katika suratu Al-Imran, hivi unadhani utaingia peponi walamma ya'lamillah, na aliyakuwa Allah bado hajachekecha na kumjua ni nani hasa anakuwa na subira, anafanya juhudi katika dini, na ni nani mwenye subira. Aqulu ma sami'tum wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wa huwal barrul karim. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد أيها المسلمون، إن ابتلاء ليس علامة غضب، بل قد يكون علامة حب. Ndugu zangu, hakika kupatwa mitihani sio alama kwamba wewe unachukiwa na Allah. Mara nyingine kupata mitihani ni kupendwa na Allah subhanahu wa ta'ala, na haya yanathibitishwa na maneno ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam pale aliposema inna idhamal bala ma'a idhamil jazaa, inna idhamal jazaa ma'a idhamil bala, wa inna Allaha idha ahabba qauman ibtalahum. Alhadith rawahu al-Bukhari wa Muslim. Ndugu zangu, maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema hakika malipo makubwa yanaenda sambamba na misukosuko mikubwa. Si unataka malipo makubwa? Misukosuko naye lazima pia iwe mikubwa. Ndio hii hadithi inasema hivi, wa inna Allaha, na kwa hakika Allah, idha ahabba qauman, akiwapenda sana watu, Allah sistimu yake, akiwapenda sana watu, nini kinachofuata? Ibtalahum, anawapa mtihani. Aliwapenda sana mitume, na hakuna mtume ambaye hajapita kwenye misukosuko mizito. Hakuna. Wako waliofukuzwa kwenye miji yao kama Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, anafukuzwa pale Maka, anahama, anakwenda kuishi ughaibuni, na anaondoka kwenye mji wake, anasema la uqsimu bihadha albalad wa anta hillum bihadha albalad, anaapa kwa mji huu, naondoka, lakini one day nitarudi kwenye mji huu. Anafukuzwa mtume misukosuko. Wako ambao walizamishwa baharini, wako ambao walichoma kwenye moto, Nabii Ibrahim alirushwa huko kwenye moto,
wako waliosukwa wakaugua muda mrefu sana. Ndugu zangu katika imani, hii ni sifa ya mitume wote, walipendwa na Allah wakapewa mitihani na malipo yao yakawa makubwa kwa sababu walisubiri. Ndugu zangu, hutuba yangu inazungumza kwamba matatizo katika dunia ni sehemu ya maisha, na ukiweza kusubiri kwenye matatizo hayo, wewe minal faizina fawzan adhima. Usikufuru kwa matatizo yanayokupata, usimshtakie Allah kwa viumbe kwamba Allah amenitupa, nimehangaika na dua mpaka nimechoka, sasa naamua kuritadi, maana huyu wa huku inaonekana hawezi kutibu. Ni ndugu zetu wangapi wameritadi kwa sababu waliona wakienda kule wakiombewa wakapewa na maji fulani, tayari anasema huku ndo kwenyewe. Allah asitupe mtihani huo wa kuritadi. Fakam min insanin dhaqat bihi dunya, ni wanadamu wangapi dunia iliminya kweli kweli. Falamma sabara, lakini aliposubiri, fataha Allahu lahu abwab alkhair, Allah alimfungulia milango yote ya khairi. Ndugu zangu katika imani, mitihani ni sehemu ya maisha. Tutafiwa, tutauguza, tutapungukiwa na mali, tutaumwa na njaa, tutakuwa na hofu ya kuvamiwa na maadui. Lakini fabashiri sabirin, kuwa na subira. Ukiwa na subira, thumma madha lahum, umeshakuwa na subira, nini kinatokea kwako? Allah akamalizia katika aya hiyo hiyo, ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahma, Allah anakupa rehema kutoka kwako. Wa ulaika humul muhtadun, na Allah anakupa uongofu. Tukisubiri katika mapito haya ya maisha mafupi, Allah anatupa rehema kutoka kwake na anatupa huruma kutoka kwake, na atatupatia uongofu wa kuongoka sawa sawa. Tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala atujalie katika wale wenye kusubiri. Ndugu zangu, akhiran, innana al-yawm na'ishu fi zamanin kathirat fihi al-fitan wal-ibtilaat. Sisi tuko katika zama za mwisho mwa dunia, zama ambazo fitina imekuwa kubwa sana. Huyu anataka amuue yule anataka amnyang'anye yule, huyu anataka amfukuzishe yule. Almuhimu, zama hizi zina fitina ya maradhi yamekuwa mengi sana, maradhi ambayo sio ya kuambukiza. Pressure, zamani pressure ni ugonjwa wa matajiri, lakini siku hizi pressure hata maskini asiyekula chochote ana pressure. Sukari, diabetes. Sukari zamani ilikuwa ugonjwa wa matajiri, siku hizi mpaka watoto wadogo wana sukari. Kansa, zamani ukisikia kansa unashtuka, lakini leo mtu kuwa na kansa ni kawaida. Moyo, maradhi ya moyo, zamani ukisikia mtu anaumwa moyo kapelekwa India, watu wanashtuka. Leo matibabu ya moyo yamesogezwa jirani tu hapo. Watu wanaumwa moyo umetanuka, moyo haupampu vizuri. Maradhi haya hataka yanaangamiza watu, maradhi ya ghafla hayo. Tunamwomba Allah kwa maradhi yote hayo, kila mwenye kusumbuliwa na sukari Allah ampe shifaan la yughadiru saqama. Kila anayesumbuliwa na pressure Allah ampe shifaan la yughadiru saqama. Kila anayesumbuliwa na kansa Allah ampe shifaan la yughadiru saqama. Kila anayesumbuliwa na maradhi haya makubwa Allah ampe shifaan la yughadiru saqama. Hata maradhi mengine yasiyoonekana ambayo yanaangamiza
kuliko kansa, kuliko sukari, kuliko maradhi haya niliyotaja. Almarad, amradul hasad, maradhi ya husda, an tatamanna zawala ni'mata ghairika, kutamani neema ya mwenzako iondoke. Na haya ni maradhi magumu ambayo yamepiga hodi ndani ya nyumba zetu. Maradhi haya yamepiga hodi baina ya ndugu na ndugu, yamepiga hodi baina ya jirani na jirani. Maradhi haya zimepiga hodi baina ya nchi na nchi. Hasadan, husda, ni ana mafuta na mtandika ni yapate mimi. Huyu kwa nini ana mke, nimfitinishe waachane. Huyu kwa nini ana gari, nimwekee mawe yapinduke. Huyu kwa nini ana afya, nimwekee sumu anywe afe. Almuhimu ni husda. Allah subhanahu wa ta'ala tunamwomba atuponyeshe sisi na wote watakao tusikia, atuponyeshe na maradhi ya husda. Ni maradhi mabaya sana, mpaka Allah akashusha kwenye Qur'ani aya akasema, wa min sharri hasidin idha hasad, na unikinge na shari ya hasidi pale anapohusudu. Mahasidi wapo, wametajwa kwenye Qur'ani. La tad'anna, usije ukaacha katika maisha yako, dubura kulla salati al-maghribi wa dubura kulla salati al-fajri, usiache katika maisha yako baada ya sala al-fajiri ukasoma ile muawwidhatayn, qul a'udhu birabbil falaq mpaka mwisho, na usome qul a'udhu birabbin nas mpaka mwisho. Shari zinaletwa na watu, na Allah amekwambia muombe Allah akukinge na shari za watu. Uzisome pale jua linapozama maghrib, na uzisome pale jua linapotaka kuchomoza ni alfajiri. Ukifanya hivyo ukadumu kwenye maisha hayo, fa anta min alfaizina fawzan adhima. Hadha wa sallu wa sallimu ala albashir an-nadhir, faqad amarakum Allah fi kitabihi al-aziz haythu qala inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi ya ayyuha alladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم ارض عن الخلفاء الراشدين منهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن بقية صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ونكس أعداءك أعداء الدين، واختم لنا بخير منك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده مؤيدا ومعصوما، ولا تدع فينا ولا معنا شقيا ولا محروما. آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فإنك علينا قادر. التف بنا فيما جرت به المقادير، وهون علينا كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير. اللهم اغفر جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات ويا كافي المهمات، برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واسألوه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.